Kremlin, yani Urusi, bado haiko tayari kutangaza saa kamili ya kumalizika kwa vita au usitishaji mapigano wa siku 30 kwenye mashambulizi ya vituo vya nishati na Ukraine. Msemaji wa rais kutoka nchini Urusi anayefahamika kama Dmitry Peskov amesema hivyo. Alisema, tutawaambia, kwani hadi sasa siko tayari kutangaza kwenu uamuzi uliochukuliwa na Urusi. Msemaji huyo amenukuliwa hivyo. Usitishaji wa nishati ulianza kutekelezwa tangu Machi 18 ambao ulipitishwa kufuatia mazungumzo ya simu kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake kutoka nchini Marekani Bwana Donald Trump. Marufuku inahusu mitambo ya kusafisha mafuta, mabomba ya mafuta na gesi, vituo vya kuhifadhi mafuta pamoja na vituo vya kusukuma, ambako pia orodha hiyo inajumuisha miundombinu ya uzalishaji na usafirishaji wa umeme, ikiwa ni pamoja na mitambo ya umeme, vituo vya kupoza umeme, transformer na wasambazaji, mitambo ya nyuklia na mabwawa ya umeme wa maji. Peskov, kama msemaji wa Kremlin, alisisitiza kwamba Ukraine bado haijawahi kuheshimu na haiheshimu kabisa kusitisha mapigano ya nishati, kwani imeshambulia na inaendelea kushambulia miundombinu ya nishati ya Urusi. Msemaji huyo aliweza kusema hivyo. Licha pia ya taarifa kutoka Kremlin, taarifa nyingine ambayo nakufahamisha muda huu ni kuhusu Korea Kaskazini imepata zaidi ya dola bilioni 20 kwa kuisaidia Urusi katika vita vyake dhidi ya Urusi. Msaada wa kijeshi kutoka Korea Kaskazini kwa vita kamili vya Urusi na Ukraine tayari umeipatia Pyongyang zaidi ya dola bilioni 20. Hii ni kwa mujibu wa taasisi ya kuchunguza ulinzi ya Korea Kusini maarufu kama KIDA, yani KIDA, ambako pia gazeti la Newsweek limeweza kuripoti hivyo siku ya leo Aprili 16 kuhusu taarifa hii. Makadirio ya KIDA yanaonesha mapato mengi yanayotokana na shehena kubwa za silaha za mizinga kwenda huko nchini Urusi, ambapo mapambo ya Korea Kaskazini sasa huchangia takribani nusu ya mahitaji ya makombora ya jeshi la Urusi nchini Ukraine, huku baadhi ya vitengo vya mbele vikitegemea kabisa makombora kutoka Pyongyang. Kati ya mwezi Agosti ya mwaka 2023 na Machi ya mwaka 2025, Korea Kaskazini imeripotiwa kupeleka makontena zaidi ya 15,800 ya muungano kwenda huko nchini Urusi, ambako pia kama namna ambavyo asubuhi niliweza kufahamisha taarifa hii, ikiwa inaeleza kwamba kwa mujibu wa picha za satellite zilifunua safari takribani 64 za meli za Urusi ambazo huenda zikawa na risasi kati ya milioni 4.2 na milioni 5.8 kutoka Korea Kaskazini. Baada ya kurudi Pyongyang, inasemekana ilipokea silaha za hali ya juu za Urusi na teknolojia ya kijeshi badala ya fedha taslim, ambako pia ripoti hiyo inapendekeza Korea Kaskazini inapendelea zaidi msaada wa aina na kiufundi ambao unaendeleza sekta yake ya ulinzi na kusaidia malengo yake ya kimkakati ya muda mrefu nchini humo. Inakumbukwa pia Korea Kaskazini ilisadikika kupeleka zaidi ya wanajeshi 11,000 kusaidia juhudi za kivita za Urusi dhidi ya wanajeshi wa Ukraine huko mkoani Kursk nchini humo.